Leo tunaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Martino, askofu wa jimbo la Tours. Martino anafahamika kwa upendo wake mkuu kwa maskini. Bado angali mkatekumeni na pia akiwa kwenye chuo cha jeshi, kuna wakati alikutana na maskini nje kwenye baridi anaomba msaada. Na kwa kuwa alikuwa hana cha kutoa, aligawa vazi lake. Kwa upanga wa jeshi alikata koti lake akampa maskini nusu ajifunike. Na baadaye Yesu alimtokea katika ndoto, akasema, mimi nilipata msaada kutoka kwa kijana Martini. Basi hapo alijitahidi zaidi katika maandalizi ya ukatekumeni na akaacha mafunzo ya kijeshi, akajiita yeye ni mwanajeshi wa Yesu. Tunatambua kwamba baadaye alibatizwa na hata baadaye watu walitaka awe askofu. Askofu wa jimbo lake alipofariki, wakati wanachagua askofu, watu walimleta wakasema, tunataka umchague huyu awe askofu. Na alikuwa askofu mwenye kupenda watu, mwenye utawala na mwenye kutekeleza mapendo ya Mungu katika jimbo lake. Na katika somo la Injili ya leo, Yesu anatoa onyo juu ya kuridhika katika maisha ya kiroho kupitia mfano wa mtumwa na uhusiano wake na bwana wake. Mtumwa huyu alikuwa mpishi na mfanyakazi wa shambani. Bwana wake alimtaka afanye kazi ya shambani mpaka jioni, kisha aende kuandaa karamu mezani. Kwa kuwa kazi zote mbili zilikuwa sehemu ya wajibu wake, hakuhitaji kusikia asante kutoka kwa bwana wake. Mfano huo ulikuwa ni onyo kwa Mafarisayo ambao walifikiri kwamba Mungu alikuwa na deni kwao kwa sababu ya kushika kwao kwa uangalifu sheria ya Musa. Sisi ni watumishi wa Mungu. Mungu ni mmiliki wa kila kitu, na mali zetu zote tumekopeshwa na Mungu mkarimu. Juhudi zetu na mafanikio yetu si kitu kwa kulinganisha na baraka za Mungu ambazo tumepokea. Ibada zetu zote, sala na kazi, zinaunda sehemu ndogo tu ya kurudisha kile ambacho tumepokea. Mungu ametufanyia kila kitu kwa upendo na kama zawadi kwake, na hatuwezi kamwe kulipa ya kutosha zawadi ambazo Mungu ametupatia. Kumbe tunahitaji kutoa maombi yetu ya shukrani na matendo ya upendo kwa Mungu ili tuweze kukua katika neema ya Mungu. Pia tunahitaji kuzingatia huduma yetu kwa majirani zetu kama jukumu takatifu tunalowiwa na Mungu kwa ajili ya baraka zake zisizohesabika. Upendo wa Mungu na ukarimu wake unapaswa kutulazimisha kumpa kilicho bora zaidi ndani yetu katika kufanya matendo ya shukrani kwa kufuatia mfano wa Mtakatifu Martino wa Tours. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu ili tupate kustahilishwa